Na Waziri wa Afya Aden Duale ameonya madaktari dhidi ya kufanya kazi katika hospitali za umma na kibinafsi kwa wakati mmoja, akibaini kuwa bima ya afya ya SHA italipa malipo ya gharama kulingana na mahali ambapo daktari anahudumu. Duale akisema kuwa hii inalenga kuimarisha huduma za afya ya umma. Aidha, gavana wa Tharaka Nithi amewataka madaktari kujitolea kuwahudumia Wakenya ipasavyo. Serikali ya kitaifa kupitia kwa Wizara ya Afya inapoendelea kujitahidi kuimarisha mpango wa afya kwa jamii SHA, Waziri wa Afya Aden Duale ametangaza kuwa mpango huo wa SHA utagharamikia malipo yanayotolewa kutoka kwa kituo ambacho mhudumu wa afya ameajiriwa rasmi. Hatua hii inalenga kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika utoaji wa huduma za afya nchini. Uamuzi huu ukijia baada ya Duale kuonya madaktari wa hospitali za umma wanaohudumu katika vituo vya binafsi kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria, akisema serikali inalenga kuboresha huduma kwa wagonjwa na kukomesha matumizi mabaya ya mfumo wa afya ya umma. Mercy SHA will only reimburse on any claim reimbursement that you have signed based on Practice 360 where you are employed. So if you are employed in level 5, alafu uende ile hospitali hapa inaitwa nini? Wanajua very famous. Ukienda huko, wewe fanya procedure huko, lakini hiyo hospitali na hiyo daktari they will not be paid by SHA. Aidha, imewekwa wazi kuwa bima ya SHA chini ya mpango wa Taifa Care utaendelea kuimarishwa na kutumikia Wakenya bila kusita, kwani serikali imewekeza juhudi za kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata matibabu bora kupitia bima hii. I take this opportunity to encourage continued support for innovation such as Taifa Care, which are transforming health financing and ensuring that no one is left behind in accessing essential health services. Let this occasion serve as a reminder that the journey towards universal health coverage is ongoing, and together I know we can be able to achieve it. Kando na hayo, wahudumu wa nyanjani almaarufu CHPs wamepata afueni baada ya Duale kutangaza kuwa kuanzia mwaka ujao watakuwa wakipata matibabu ya bure kupitia mpango wa SHA ambayo itakuwa ikilipiwa na serikali ya kitaifa na ile ya kaunti. Kuanzia Januari, nyinyi mtapata bima ya SHA premium bure. The 107,000 community health promoters, premium yenu ya SHIF, hata mnaweza kuenda kulala sasa amenity. Amenity na italipwa nusu na serikali kuu na nusu italipwa na county. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki amewataka madaktari kutoa huduma bora za matibabu kwa Wakenya na kusaza tabia za kutaka kufanya kazi mbili katika hospitali tofauti. So make sure you give your employer who is a resident of Kenya and Tharaka Nithi fair treatment even before you go to your clinic. Mary Kiailo, Undugu TV.